DSB Digital, haki na ukweli. Cha Abu Shabab ambacho kinatajwa kuwa kinapokea ufadhili na serikali ya Israeli kule Gaza. Abu Shabab kaongea na vyombo vya habari na taarifa imeandikwa kwenye gazeti la Hayom la Israeli. Nitakusomea kiasi hii taarifa, utaelewa mwenyewe nini kinaendelea. Jarida la Hayom la Israeli limeandika kuwa katika rekodi ya kwanza ya sauti iliyotolewa Jumapili, Yasir Abu Shabab amekanusha uhusiano wake na Israeli licha ya gazeti la Israel la Hayom kuripoti juu ya juhudi za Israeli kulipatia kundi hilo silaha ili liweze kukabiliana na Hamas. Anaeleza hali hiyo katika ukanda wa Gaza na kueleza madai yake. Taarifa hiyo iliripotiwa mara ya kwanza kwenye mtandao wa X na kituo cha mawasiliano cha Amani. Abu Shabab, mwanachama wa kabila la Tarabin anayejulikana kwa ushirikiano wa siku za nyuma na kikundi cha IS, dola ya Kiislamu, sasa anaongoza kikosi chenye silaha cha mamia huko Rafah ambacho kinakamata malori ya misaada ya kibinadamu na kuwashutumu Hamas kwa uporaji wa vifaa na misaada. Shirika la kigaidi limekasirika na limejaribu kuondoa nguvu hii inayoibuka. Yani wanakusudia kuwa Hamas imekasirika na inakusudia kuondoa nguvu ya hili huu pinzani unaoibuka. Nikisema shirika la kigaidi, elewa ninasoma gazeti la Israel la Hayom. Kwa hiyo mimi huwa situmii neno ugaidi kwa sababu mara zote huwa nawaambia ugaidi ni tafsiri. Nani anakuita gaidi? Tafsiri yake ikoje? Wewe una uhusiano naye upi? Ndio maana anakuita gaidi. Lakini siwezi kuita gaidi kwa sababu mimi naishi Tanzania. Siwezi kutumia kwa mujibu wa Marekani, kwa mujibu wa Israel, Hamas ni kikundi cha kigaidi. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, Hamas sio kikundi cha kigaidi. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, Hamas sio kikundi cha kigaidi. Kwa mimi nisimame wapi? Wa Israel na Marekani na Ulaya? Kwa hiyo kuna tofauti iko hapo kwa linapoandika gazeti la Israel kama ile Hayom ndio linatumia neno ugaidi. Sasa inasema hivi: mbabe huyo wa kivita wa Gaza alisema alijaribu kuweka kwenye video na kuonyesha vikosi vyake maarufu kama walinzi wa watu wa Palestina dhidi ya kile alichokiita ugaidi wa Hamas na udhibiti usiokubalika, yani upinzani halisi. Alitoa wito kwa kuundwa kwa korido maalum itakayopanuliwa ya kibinadamu ili kuruhusu watu kurejea salama kwa maelfu ya Wapalestina waliokimbia makazi yao. Zaidi ya hayo, alipendekeza kuwa idara za ujasusi za Palestina zisimamie uingiaji katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wao ili kuhakikisha hakuna magaidi wanaojipenyeza na kudhoofisha juhudi zao za kujikomboa kutoka katika utawala wa Hamas. Yani wana vieneo vyao hivi sasa wanashikilia. Kwa hiyo wanataka udhibiti kamili wa ile eneo, lakini idara za usalama ziweze kusimamia kuwa wale watu wanaorejea kuja maeneo yao wasijipachike watu wa Hamas ili kuja kuwadhoofisha. Abu Shabab alikanusha madai ya uhusiano wake na kundi la mataifa ya kigeni au taasisi za kisiasa, akieleza madai hayo kuwa ni majaribio ya kuchafua sifa zao. Alikanusha kabisa uhusiano wowote na Israeli au IDF, akisema kuwa silaha zao zimerithiwa kutoka kwa kabila la Tarabin Mabedui na kwamba vifaa vyao vya usalama vinafadhiliwa kupitia mipango ya kibinafsi na michango. Anakanusha taarifa iliyothibitishwa na Benjamin Netanyahu kuwa wao, serikali ya Israeli, wamewafadhili kwa silaha na kila kitu. Umeelewa hapo hiyo picha? Sijui unaielewa. Yani kuna kitu kimoja ambacho hawa watu hawaelewi. Yani lengo la Israeli ni kuwa wachonganishe. Yani unawachonganisha. Ukisha wachonganisha, kile kitendo kile kuwa cha Israeli kuonyesha kuwa sisi tuna uhusiano nao na tunawapa silaha. Kwani Israeli alikuwa hajui kuwa kutamka hivi kwa wale umewaweka kwenye hatari? Kwa sababu wale watakuwa ni target ya Hamas. Kuwa lengo ni kutimiza kitu kinaitwa ethnic cleanse kwa njia zote. Kwa njia zote. Nilipozungumza juzi kuhusu jinsi misaada inavyoingizwa, mnatengenezewa kama zizi la ng'ombe, halafu mnapita pale katikati. Mkisha pita pale katikati, misaada inakuwa limited. Yani watu mliokuja kuchukua misaada ni watu 5,000. Package zilizoletwa ni 3,000. Kwa hiyo kama package zimeletwa 3,000, kuna namba inapungua, 2,000 hawatopata. Sasa watu wakishaona ile kuwa mbona misaada imekuja ni midogo, naweza nikakosa, kwa hiyo utulivu unakosekana kwenye ugawaji wa misaada. Vurugu zinakuwa ni kubwa kwa sababu kila mmoja anataka awahi apate yeye.
Wakati mnapofanya vurugu ndio mtakanyagana, mtauana, mtampa sababu Israel kufyatua risasi. Angalau katika ile furukushani yenu watu 20, 30 watauawa. Haitakiwi siku ipite hatujaua namba. Ni ethnic cleanse, utakaso wa kikabila. Sasa hili linalotokea kwa Israeli sio bahati mbaya kusema kuwa tunawapa silaha. Wamewataja kabisa kuwa ni watu fulani tunawapa silaha ili wagombane na watu fulani, ili kuwachonganisha, kuwa vikosi vya Israeli vipate kupumzika kule Gaza ili wauane wao kwa wao. Hii ni akili tu. Yani ni akili iliyo wazi kabisa ambayo inaonyeshwa na Israel. Sasa tamko hilo linakuja huku kukiwa kuna mapigano ya hivi majuzi yenye silaha kati ya wanamgambo wa Abu Shabab na magaidi wa Hamas, yakiripotiwa kuhusu udhibiti wa vituo vya kusambaza misaada ya kibinadamu. Mzozo huo umechukua sura mpya kubwa, huku maafisa wa Israeli wakithibitisha kuwa wanasambaza silaha kwa baadhi ya makundi ya Palestina, ikiwemo kundi la Abu Shabab, katika juhudi za kudhoofisha nguvu ya Hamas katika ukanda wa Gaza. Katika rekodi hiyo iliyotolewa na kituo cha mawasiliano cha Amani, Abu Shababu alikanusha vikali ushirikiano wowote na Israeli. Anasema, hatujafanya na hatutafanya kazi na kazi hiyo. Alisema kuhusu madai kuhusu uhusiano wetu na kazi hiyo, hatujakutana na maafisa wowote wala hatuna uhusiano wowote na kazi hiyo. Kiongozi wa wanamgambo wa Gaza Yasir Abu Shababu alikuwa ametoa taarifa yake hii ya kwanza kwenye umma. Anasema, tunalenga kuwalinda wa Palestina kutokana na ugaidi wa Hamas na kupanua katika maeneo mengine yaliyodhibitiwa na Hamas. Anasema hivyo. Alidai kuwa utaratibu wowote unaowezekana ungekuwa wa kibinadamu kwa manufaa ya watu wetu katika eneo la mashariki la Rafah kupitia njia za kati. Ujumbe wa msingi wa Abu Shababu ulikuwa ni mashitaka ya moja kwa moja kwa utawala wa Hamas. Lengo letu ni kulinda haki za binadamu za Wapalestina dhidi ya ugaidi wa Hamas, alisema, akitaka kundi hilo liondoke kwenye utawala, hasa baada ya mamia ya maandamano kutaka waondoke. Pia aliwashutumu Hamas kwa kuanzisha vurugu hizo kwa madai kuwa walishambulia maeneo yao na kuua raia wao. Walishambulia maeneo yetu mara kwa mara na kuua takriban watu 25 wasio na hatia, wakiwemo watoto, wanawake na walemavu. Kwa sababu tulikomesha wizi uliokuwa ukifanywa na watu wa kibinafsi na vyama vinavyoshirikiana nao chini ya ulinzi wa kibinadamu, alidai, akitoa wito kwa mamlaka husika kuchunguza madai hayo ya mauaji. Katika taarifa hiyo, Abu Shababu alijaribu kuunda vikosi vyake na kuvifanya kuwa maarufu katika vuguvugu la uhalali, lakini msingi, alisema, kikundi chake kinafadhiliwa na juhudi za watu binafsi, michango ya mtu mmoja mmoja, na kwamba silaha zao za zamani zilirithiwa kutoka kwa makabila ya wenyeji. Aliwasilisha operesheni yake kama mradi wa kibinadamu, akisema kwamba mamia ya familia wanaelekea katika maeneo ambayo wanayadhibiti kila siku kuepuka vita na njaa. Alitoa ombi la moja kwa moja la usaidizi wa kimataifa ili kuimarisha juhudi zake. Tunadai msaada zaidi kwa mradi wetu wa kibinadamu wa kuokoa watu wetu katika ukanda wa Gaza, alisema, pia akiomba msaada wa kawaida kwa kijeshi, kuwapa silaha waliojitolea upya na kuanzishwa kwa ukanda mkubwa wa kibinadamu unaosimamiwa kimataifa kwa ajili ya kurejesha usalama kwa wakazi waliokimbia makazi yao. Kuibuka kwa watu wenye silaha kama Abu Shabab anayeungwa mkono na Israeli kunaashiria mabadiliko yanaweza kutokea katika mienendo ya Gaza. Ingawa anajitenga hadharani na jeshi la Israeli, uwezo wake wa kukabiliana na Hamas hadharani unaweza kudogeza kuwa utawala wa Gaza unaweza kupoteza nguvu zao kwenye eneo hilo. Umeelewa haya maelezo? Haya maelezo ni marefu sana, lakini katika maelezo yote ya Abu Shabab hakuna sehemu amemshutumu Israeli, hata sehemu moja aliyokosoa Israeli haipo. Kwa hiyo unaweza ukaielewa picha kamili alichokizungumza Netanyahu na majibu ya Abu Shabab, kuwa Abu Shabab wanafadhiliwa na Israeli 100%. Lakini kama watasema wanafadhiliwa na Israeli wakati ndani ya Gaza kuwa upinzani dhidi ya Israeli ni mkubwa, kuwa na wao watapoteza ushawishi wa ndani. Kwa hiyo wanaamua kubrashi kama anavyobrashi au kama alivyobrashi Abu Muhammad al-Jolani, anaitwa nani? Ahmad al-Shara, rais wa Syria. Kile anachokipaka rangi na sasa kinaanza kudhihirika. Hii ni kawaida kabisa kwenye ulimwengu, na haya mambo kutokea ni ya kawaida kabisa kwenye ulimwengu. Rahby Digital, haki na ukweli.